Alhamdulillah. Nipo hapa kwa mwakilisha Rais Albitha Sheikh Abdallah Talib kwa dharura aliyopata. Mimi naitwa Madina Haji Hamisi, ni mkurugenzi wa Wakfu Amana na Hija, Kamisheni ya Wakfu na Mali Amana. Lengo kuu la kuitana hapa ni kuweza kutoa taarifa ya maandalizi ya ibada ya Hija nchini Saudi Arabia kwa mwaka 26. Kwa hiyo tunatoa taarifa hii. Tuanze kwa shukrani na sifa njema zote na mstahiki Mwenyezi Mungu mtukufu kwa kutuwezesha kukamilisha shughuli ya ibada ya Hija ya mwaka 2025 na tukaweza kuendelea na maandalizi ya mwaka 2026. Kwa hivyo Hija tunaoizungumza sasa hivi ni ya mwaka 2026. Kimahsusi tunamshukuru Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan na Mheshimiwa Rais wa Zanzibar, Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Alhaji Dr. Hussein Ali Mwinyi na wasaidizi wake wote ambao kwa udhati kwa michango yao mikubwa na kufanikisha ibada ya Hija ya kila mwaka hadi kukamilika, wa dhati yao. Busara miongozo yao iliyodumisha amani, utulivu, mshikamano na kuwawezesha kiuchumi waumini wengi zaidi, na hivyo kupelekea ufanisi katika utekelezaji wa shughuli ya ibada ya Hija na kuwa na ongezeko kubwa la mahujaji mwaka hadi mwaka. Serikali ya Saudi Arabia imekuwa ikitoa maelekezo yanayohusiana utekelezaji wa ibada ya Hija mwaka hadi mwaka au inapobidi. Katika mpango mrefu ya miaka 15 yani Vision 2030 hiyo ya Saudi Arabia, moja ya mambo ambayo serikali ya Saudi Arabia imeyapa kipaumbele ni kuboresha utaratibu wa utekelezaji wa ibada hii ili kuondoa changamoto zinazotokea kwa mahujaji kuanzia maandalizi ya Hija hadi kufikia safari yenyewe. Ndugu waandishi wa habari, serikali ya Saudi Arabia chini ya Wizaratul Hija na Umra kupitia Wizara ya Afya ilitoa ratiba na miongozo mipya utekelezaji wa matendo yanayohusiana na masuala ya ibada Hija, na hivi karibuni kupokea pia muongozo wa utaratibu wa afya za mahujaji ambao wanatarajiwa kusafiri kutekeleza ibada ya Hija kwa mwaka 1446. Suala la maandalizi linaendelea vizuri na hatua iliyobakia kwa sasa ni kama ifuatavyo. Tarehe 8 Juni 2025 shughuli iliyotakiwa kufanywa ni kupokea hati za maandalizi ya Hija, ambapo suala lote hili kwa Tanzania nzima tumeshalifanya kikamilifu na limeshafanyika. Tarehe 26 Julai 2025 kuanza kwa upatikanaji wa taarifa za mahema na fedha. Suala hili limeshakamilika. Tarehe 9 hadi tarehe 25 Agosti 2025 muda wa uthibitishi mahitaji ya mahema na malipo yote. Suala hili limeshafanyika. Tarehe 24 Agosti 2025 kuanza kwa mikutano ya maandalizi ya Hija. Suala hili limekamilika. Tarehe 12 Oktoba 2025 mwisho wa mkutano ya maandalizi ya ibada ya Hija. Suala hili limekamilika. Tarehe 9 Novemba 2025 usainiwa na makubaliano ya mikataba ya Hija. Lazima twende tukasaini ile mikataba kule, linaendelea na utaratibu swala hilo kwa sababu hiyo tarehe 9 Novemba bado hatujafika kwenye uhai na uzima. Swala hilo tutalifikisha kama tulivyopanga. Mungu atuwezeshe shaba. Tarehe 21 Disemba 2025 tarehe ya mwisho ya kuhamisha fedha, yani fedha zetu sisi Tanzania tumeshazipeleka kule, na swala hili liko katika utaratibu mzuri, na kwa kushirikiana na wenzetu wa Utahiza swala hili linaenda vizuri pamoja na wenzetu wa Tahafi kule Tanzania bara. Tarehe 4 Januari 2026 ni tarehe ya mwisho ya malipo ya mahema, makaazi na usafiri, na hili linaendelea kama tulivyosema kwa mashirikiano makubwa ya wenzetu. Mpaka sasa hivi hatujaweza kupata tatizo lolote. Tarehe 20 Januari 26 tarehe ya mwisho ya malipo ya mahema na usafiri. Tarehe 1 Februari 2026 mwisho wa kukamilisha malipo ya makaazi Maka na Madina. Kama tunavyojua inabidi tukodi sehemu za kukaa kule, kwa hivyo muda huu unakuwa ni mwisho wa kuweza kukamilisha vitu hivyo. Tarehe 8 Februari 2026 tarehe ya mwisho ya kuwasilisha taarifa za mahujaji wetu. Tarehe 20 Machi 2026 tarehe ya mwisho ya awamu ya utoaji wa visa. Tarehe 25 Machi 2026 kuanza kwa kipindi cha kuingiza taarifa kabla ya kuwasili. Tarehe 18 April 2026 tarehe ya makabidhiano ya mahema na kuanza kwa kufika kwa mahujaji.
kama ilivyo kawaida inabidi viongozi watangulie kule kufika ili waweze kupewa mahema ili kuweza kujua mapema kama kuna changamoto za pale tunaweza kuzitatua, kama vile tunavyojua siku zote za makaazi na nyingineo watu wanaenda mapema ili kuweza kuzitatua kwa pamoja na wenzetu wa Saudi Arabia matatizo hayo. Ndugu waandishi wa habari, aidha hivi karibuni tulipokea utaratibu wa afya kwa mahujaji ambao wanategemewa kwenda kuhiji mwaka huu, ambapo daktari dhamana ofisi ya hija ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Nofal Mohamed Kasim atatusomea taarifa hiyo kwa ufafanuzi zaidi. Tutamuomba pia mrajisi wa mahakama ya rufaa Shehidi naye atakuja kutueleza je, mtu akiumwa inakuwaje katika sheria za dini, naye tutampa nafasi hiyo ili aweze kutufafanulia zaidi ili tusione kama tumenyongwa au Mungu kawaonea wale waliokuwa wagonjwa katika swala hilo. Inabidi tusikilize kwa kina ili kuipata hii taaluma kwa Uislamu inasemaje. Hivyo tumekuiteni hapa leo ili tushirikiane kuwafikishia Waislamu ujumbe huu wote wa Tanzania pamoja na vyombo vya habari vingine vilivyokuwa havijafika. Tutawaomba mwakilishe habari hii ili waweze kuwafikia pia, kuelimisha, kuwaeleza maandalizi ya hija sasa imekamilika mwezi wa Shaabani. Hivyo tofauti ya miaka iliyopita ambapo maandalizi ya malipo yalifanyika katika mwezi wa Dhulhijja au zaidi. Kama tunavyojua na hili tunalielezea siku zote kama hija, kama nilivyosoma ratiba, sasa hivi tumeshafika mbali. Kwa hivyo wale watu wote wanaotaka kwenda hija, vyombo vya habari waambie wakichelewa tu inabidi mtu kwa mwaka huu hataweza kwenda hija. Ndugu waandishi wa habari, ibada ya hija imefarisishwa kwa wale wenye uwezo. Taasisi nyingi zinazotoa huduma za kusafirisha mahujaji zinatofautiana bei kulingana na huduma wanazozitoa. Sipo taasisi za gharama nafuu, za kati na zile za juu. Gharama hizi zinakidhi mahitaji ya kila kundi na mahujaji. Kama tunavyojua kama hija ni uwezo wa kila mtu. Kwa hivyo taasisi kuwa na bei tofauti inategemea na uwezo wa mtu. Pia mahitaji, kuna watu wengine walemavu watakuwa na mahitaji maalumu. Kwa hivyo bei za vikundi tofauti sio tatizo kwa huyu kaika bei kubwa, huyu kaika bei ndogo, na ndio maana tunahamasisha kuwekwa bei zote. Mtu mwenye uwezo wa juu ataenda katika ile anotaka, yani hija ni maniskata. Kwa hivyo mtu ataenda katika kile kikundi anachoweza. Lakini kuna vikundi ambavyo viko bei ya chini, lakini sisi kubwa tunaangalia bitha ni mahitaji ya lazima, makaazi, kuweka watu karibu katika msikiti ili kuwaweza kuwasaidia wale mahujaji wenyewe. Kwa hivyo mtu anataka kwenda hija ataangalia uwezo wake na mahitaji yake, atakuwa na uwezo wa kikundi gani aweze kuchagua ili aweze kwenda nacho. Ndugu waandishi wa habari na ndugu mashehe na jamii kwa ujumla, Tanzania tumepokea nafasi ya kupeleka zaidi ya mahujaji 25,500, lakini kwa masikitiko makubwa bado idadi hiyo haitujafikia hata nusu yake, hata robo yake. Kwa uzati mkubwa tunashukuru vyombo vya habari ambao ndio lengo kuu la kuwaita hapa, kwa sababu kama tunavyojua sauti zetu ni ndogo, lakini tukifikiwa na waandishi wa habari sauti hizi zinaweza zikafika dunia nzima. Hivyo tunawashukuru kwa kweli kwa kazi yenu nzuri, na tunaomba mashirikiano yenu ya dhati ili tuweze kulifikisha hili swala zuri ambalo tumepewa kwa jukumu kulitekeleza.